anatufurahisha, lakini anatuonya tusifikirie kuwa maeneo haya kama nyumbani. Tunaweza kuzingatia sana baraka za kimwili ambazo Mungu anatupatia hata tukasahau ni zipi za tunaweza kupewa. Kwa sababu gani? Mali zetu si za kwetu. Katika uhalisi, fedha, nyumba, vitega, uchumi, mavazi, vifaa vya michezo, samani, mapango, vifaa na hata talanta tumepewa ili tuzifurahie, ndio, lakini pia ili tujaribu kuona kama tunazitumia kwa ajili ya mivuto ya milele au kwa ajili ya malengo binafsi. Tumefunzwa, tumepewa rasilimali zote za kuwezesha ili tuwe mahujaji wanaosafiri kwa haraka. Tumekadhiwa utume rahisi lakini wa muhimu ili kusaidia watu kukaza macho yao kwa Yesu Kristo. Mungu anategemeza na kufadhili utume huu kwa talanta na mali alizoziweka kwetu. Upendeleo mkubwa jinsi gani? Hebu na tutumie rasilimali za Mungu kuwatia moyo ndugu zetu, kukaza macho yao kwa Yesu. Kwa kufanya hivyo, sisi pia tunawezeshwa kudumu kukaza macho yetu kwake, kama Ellen Lemeli alivyoandika, mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka uso wake. Tukiona wito ni kwa sasa kurudisha zaka ya Mungu na kutoa sadaka ya ahadi ambayo tunahimizwa kuipanga mapema na kutenga kama asilimia ya mapato yetu juma hili. Hebu tumwombe Mungu atusaidie kuishi maisha rahisi, tusizuiliwe na tamaa za mambo ya kidunia. Tupige mbio na kuweka kando mizigo ambayo inatupunguzia mwendo. Asante kwa uaminifu wako. Hapo ndipo mwisho wa somo la sadaka, na Mungu awabariki. Mtakatifu, mtakatifu Bwana, uliye mahali mbinguni, na kushukuru Bwana wako na asante mbele zako. Uweze kusaidia tunapokwenda kutoa zaka na sadaka, ukamsaidia atakayetoa na ambaye atatoa. Baba, uweze kutubariki sote katika Yesu Mwokozi. Amina.